وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Tunaendelea na darasa ya tafsiri ya Qur'an al-Karim, ambapo tunaishi katika sura Al-Mutaffifin. Kama tulivyosema, sura hii imegawanyika katika vifungu vitano. Kifungu cha kwanza ni aya ya kwanza mpaka ya 6, kifungu cha pili aya ya 7 mpaka 13, kifungu cha tatu ya 14 mpaka 17, kifungu cha 4 ya 18 mpaka aya ya 28, na kifungu cha 5 aya ya 29 mpaka aya ya mwisho ya 36. Tungaliko kwenye kifungu cha mwanzo aya ya kwanza mpaka ya 6. Katika darasa iliyomalizika tulikuwa na tafsiri kwanza ya matn, neno kwa neno, bila kutumia sharhi yoyote, na hivi sasa insha Allah taala tutaingia katika al-maana al-jumali, na baadaye tutaingia katika al-maana al-idahi ya hizo aya 6 za mwanzo. Aya 6 za mwanzo katika maana ya kijumla, fassala subhanahu fi hadhihi sura. Kwanza ifahamiwe sura hii ya kwamba Mwenyezi Mungu amepambanua ndani ya sura hii ma ajmalahu fi sabiqatiha, yale ambayo mazuri mno zaidi yaliyokusanywa katika mambo ambayo yametangulia nyuma. Ndani ya sura hii fadhakara fiha naw'an min anwa'il fujur, akataja namna miongoni mwa namna nyingi za maovu. Wa huwa, na aina hii ya maovu, at-tatfif, ni upunjaji. At-tatfif ni aina ya uovu ya upunjaji, fil mikyali wal mizan, katika vipimo vya vibaba na vipimo vya mezani na vipimo mbalimbali vya kuziana. Thumma, kisha akaendelea Mwenyezi Mungu kutaja tena uovu mwingine, naw'an akhara, namna nyingine ya uovu, wa huwa at-takdhibu bi yawmiddin, na uovu huu ni kukadhibisha siku ya malipo. Thumma aqabahu, kisha baada ya hapo akafuatishia Mwenyezi Mungu nyuma yake bidhikri jazaihim, kwa kutaja malipo yao hawa waovu wenyewe, ala hadha takdhib, juu ya kukadhibisha huku, wa tawbihihim alayhi, na kuwafedhehesha juu yake. Baada ya maelezo hayo mafupi juu ya hizo maana za kijumla katika aya ya kwanza mpaka ya 6, hayo ndiyo tutakayokuwa tunazungumza kwa hakika. Sasa tunaingia katika uchambuzi wa aya moja baada ya moja na neno baada ya neno. Bismillahir Rahmanir Rahim. Aliposema Mwenyezi Mungu wailul lilmutaffifina, ay adhabun, adhabu kali, wa khizyun, na fedheha. Khizaya, kukhizika mtu. Fedheha hii shadidun, ni ngumu sana, yaum alqiyamati, itakayopatikana siku ya kiyama, liman yutaffifu fil mikyali wal mizan, kwa yoyote yule ambaye anapunja watu hapa duniani katika vipimo mbalimbali, ikiwa vya vibaba au vya mezani au vya kilogram au vya mita na kadhalika na kadhalika. Kwani Mwenyezi Mungu ameiweka kawaida maalum ya kuweka usawa, watu wasidhulumiane, pale aliposema was-samaa rafa'aha wa wada'a al-mizan, na mbingu Mwenyezi Mungu amezinyanyua juu na akaweka na kipimo maalum, akaweka na mezani. Kisha akatwambia Allah tatghaw fil mizan, msifanye jeuri mkadhulumiana katika mezani, bali nyinyi wa aqimul wazna bil qisti, simamisheni mezani kwa uadilifu, kwa haki, wala tukhsirul mizan, na wala msipunje kwenye mezani. Mbingu Mwenyezi Mungu amezinyanyua na akaweka mezani ya gravity baina ya mbingu na ardhi, na baina ya nyota kwa nyota kuna mezani maalumu inavutana.
hakuna kitu kimoja ambacho kimezidi zaidi, na laita kama ingetokezea kuzidi kidogo tu ulimwengu ungeharibika. Kaweka Mwenyezi Mungu kawaida maalum ya mizani, akawataka watu wazingatie mizani hiyo kubwa ya Mwenyezi Mungu iliyowekwa. Halafu vipi wao watakwenda kinyume na kawaida hii? Wa qad khassa subhanahu almutaffifina bihadha alwa'id, na kwa hakika amewahusisha Mwenyezi Mungu wapunjao kwa makamio haya, min qibali annahu kana fashiyan muntashiran bimakka, kutokana na sababu maalum ya kwamba mambo haya kwa hakika Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati anainuliwa awe ni mtume, haya mambo yalikuwa fashiyan muntashiran bimakkata wal Madina, ni mambo yaliyokuwa yamezagaa, ni mambo yaliyokuwa yameenea katika Maka nzima na Madina yake. Kapelekwa mtume si kwa kazi moja tu ya kuweka tauhidi, yani kutangaza umoja wa upweke wa Mwenyezi Mungu, bali amepelekwa na kuweka uadilifu katika maisha ya watu, katika mambo wanayofanya kila siku, kama katika biashara na kadhalika kadhalika. Hayo mambo yalikuwa yamezagaa. Umekuja utume, umekuta Maka na Madina kwa hakika ndo imezagaa kila aina ya uovu iko pale. Wanyonge wa Mungu ndio wakidhulumiwa zaidi. Vipimo vya vibaba na mezani havikutambulikana. Fakanu yutaffifuna almikiyada, basi walikuwa watu wakipunjana kwenye vipimo vya vibaba, wayabkhasunahu, na wakivipunguza, wala yufuna haqqa almushtari, na wala walikuwa hawatekelezi kabisa ukamilifu wa haki ya mwenye kununua, hawamtekelezei kabisa, lazima wampunguzie kitu. Na yeye mwenyewe maskini ya Mungu mwenye kununua inabidi wakati mwingine achukue akitaka asitake. Ana watoto wadogo nyumbani, hawajui kupata, hawajui kukosa, akiridhia asiridhie inabidi achukue kitu kile. Hayo mambo Uislamu umekuja kuyakuta kwenye ujinga kabla ya dini hii kuja. Sasa itakuwa ni kitu kibaya zaidi cha kushangaza na cha kushtua. Uislamu sasa una miaka zaidi ya 1,500 au takriban inakaribia miaka 1,500, ndio Waislamu wameongelea zaidi katika balaa hili la kupunjana wao kwa wao, kudhulumiana wao kwa wao. Na Mwenyezi Mungu anawaeleza, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu, enyi waja wangu mimi nimeharamisha dhulma kwa nafsi yangu mwenyewe, mfalme wa kila kitu na nguvu zote, na nimejiharamishia mwenyewe kudhulumu, na ikaifanya dhulma hii kati yenu ni jambo ambalo limeharamishwa, fala tadhalamu, basi msidhulumiane. Ruwiya, wamesimuliwa, annahu kana bil madinati rajulun, ya kwamba alikuweko katika mji wa Madina mtu mmoja, yuqalu lahu Abu Juhaina. Mtu huyu alikuwa akiitwa Abu Juhaina, alikuwa mfanya biashara yeye. Lahu kailani, alikuwa na vipimo vyake viwili. Ahaduhuma kabirun, kipimo kimoja katika viwili hivi ni kikubwa, wa thani saghirun, na cha pili ni kidogo. Fakana, bas alikuwa bwana Abu Juhaina, idha arada an yashtari min ashabi az-zuru'i, anapotaka kununua kutoka kwa watu wenye mimea, kwa wakulima wale, walhububi, na watu wenye kulima nafaka kama ngano na kadhalika na kadhalika, wathimari, na hata anaponunua matunda vile vile kama tende, zabibu, ishtara bilkaili alkabir, ananunulia kwa kipimo chake kikubwa. Ikiwa watumia kutumia makanda, atatumia kanda kubwa sana la kununulia. Ikiwa anatumia farasla, gunia lile, atatumia gunia kubwa la kununulia. Ikiwa kipimo cha mezani, atahakikisha kwamba sahani ya mezani imezidi zaidi ya kununulia special hiyo. Lakini wa idha ba'a linnasi, yeye anapouza sasa kuwauzia watu, kununua ananunulia mezani kubwa, lakini yeye anapouza kuwauzia watu, qala lilmushtari, upima kwa kumpimia mwenye kununua, bilkaili saghiri, kwa kile kipimo kidogo, dhulma iliyopita mpaka. Yeye akinunua ananunua kwa kipimo kikubwa, lakini akiuza anauza kwa kipimo kidogo. Hadha ar-rajulu, basi mtu huyu kama alikuwepo duniani, wa amthaluhu, na mfano wake yeye wapo mpaka leo wanaendelea, mimman imtala'at nufusuhum, katika watu ambao zimejaa tele nafsi zao, bitamai, tamaa ya kupata tu,
binadamu katika moyo wake mna kitu, awe na kingi, awapite watu wote. Mwenyezi Mungu anasema nazo nafsi hizi zenye tamaa na kutokujali kwamba anadhulumu, kutokujali kwamba ni haramu, kutokujali kwamba ni maonevu. Anasema nazo nafsi hizi kukuziambia alhaakumut takathuru. Hivi kumekushughulisheni sana nyinyi kutafuta wingi wa mali, hata zurtumul makabira, mpaka mtafika kuyatembelea makaburi, mko katika hali kama hiyo? Kalla, hapana. Nakutakieni salama viumbe vyangu, sifanye hivyo. Wacheni, rudini nyuma. Na wala kipato hakipatikani kwa namna hiyo. Kipato atoaye ni Mwenyezi Mungu. Biyadihi alkhair, kwenye mikono yake Mwenyezi Mungu ndio kwenye khairi zote. Qulillahumma malikal mulki tu'ti almulka man tasha'u wa tanzi'u almulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadika alkhair innaka ala kulli shay'in qadir. Kwenye mikono yake Mwenyezi Mungu ndio kwenye khairi zote. Na kwa hivyo mtu asidhani kwamba juhudi yake na kudhulumu ndio kutamfanya aende mbele apate, abadan. Hata onyesho kidogo kupururiwa tu hivi, lakini hakuna baraka ndani yake. Bei ile aliyopatia kwa kudhulumu ndivyo vile itavomtoka mali ile, atashangaa. Hapa imeibiwa, hapa imeungwa moto, hapa imelazimishwa kutoka, lazima. Wenye nguvu watailazimisha itoke lazima. Tupatie kitu kadhaa, tupatie kitu kadhaa 100, ukitaka ukitaka. Kwa nguvu kwa hiari. Au license yako utaikata, au utahama, au utafanya hivi, alimradi hivyo ndivyo inapotoka. Namna ilipopatikana ndivyo inapotoka vile vile. Alhaakumut takathur. Kumekushughulisheni nyinyi kutafuta wingi wa mali, hata zurtumul makabira, mpaka mmefika kuyatembelea makaburi, hamna lolote la faida nanyi nilolifanya ila mmedhulumu tu. Kalla, hapana, saufa ta'lamuna, karibuni hivi mtakuja jua hakika ya dhulma ilivyo. Thumma kalla, kisha nakwambia tena hapana, msifanye hivyo. Saufa ta'lamuna, karibuni hivi mtajua. Kalla, hapana kabisa, msende mwendo huo. Lau ta'lamuna ilma al-yaqini, yalaiti mngelijua mambo ya ujuzi wa yaqini. La tarawunna al-jahim, na hapa kuwa mtaiona jahannam kwa macho haya yaliyozoea kuona vitu vya kidunia, vitaona vitu vya kiakhira vikiwemo moto, vitu hivyo. Thumma la tarawunnaha aina al-yaqin, kisha mtauona moto wa jahannam kwa jicho la yaqini, hasa hili ambalo leo linaona vitu vya kidunia, na jicho litathibitisha kwamba unaona moto kweli, sio ndoto. Thumma la tusalunna yawma idhin, kisha mtakuja kuulizwa vile vile siku hiyo anin naim, kutokana na neema zote, vipi mmeziendesha, vipi mmezitumia. Basi hadha rajulu, mtu huyu, wa amsaluhu, na wengine waliofanana naye, mimman ibtala'at nufusuhum, katika wale ambao zimejaa tele nafsi zao bitama'i, tamaa hii kwa hakika si makosa mtu kuiweka tamaa, awe na tamaa, lakini awe na tamaa si ya kidunia peke yake, awe na tamaa ya akhira vile vile. Na ya akhira kwa kuwa ni maisha ya milele, aweke zaidi tamaa zaidi. Ya kidunia aweke tamaa kwa kiasi cha haja, kama nikifanya hivi nitapata hivi, wanangu watakula, watalala pazuri. Awe na tamaa kiasi cha haja, isije kampelekea tamaa hiyo kutokujali kudhulumu. La tadhlimanna idha ma kunta muqtadiran, anasema mshair, usidhulumu pale unapokuwa wewe una uwezo, umemiliki mambo, wengine hawana. Anakuja mtu lazima anunue, akitaka sitake, na mezani yako unaifanyia matata, unapunja, unadhulumu. Fadhulmu tarji'u uqubahu ila an-nadami, basi dhulma inarejea mwisho wake kwenye majuto, utajuta baadaye. Tanamu ainaka, yanalala macho yako, usingizi unakoroma, ushadhulumu mchana kutwa na usiku unalala. Wal madhlumu muntabihun, na aliyedhulumiwa yumacho, anafanya kazi moja kubwa sana, yad'u alaika, anaapiza dhidi yako, anakuombea mabaya kwa Mwenyezi Mungu. Wa ainullahi lam tanami, na jicho la Mwenyezi Mungu halifumbi, halilali abadan. Na huko Mwenyezi Mungu anamwambia aliyedhulumiwa, wa izzati wa jalali, na hapa kwa nguvu zangu zote nilizo nazo za kiungu na utukufu wangu wote nilio nao, la ansurannaka wala ba'da hinin, nitakunusuru mja wangu japo kwa baadaye. Kwa hivyo mwisho wa kudhulumu kwa hakika ni hasara tupu. Wala tazidi dhalimina illa dhalala, wala tazidi dhalimina illa khasara, haitawazidishia kitu madhalim illa upotevu, haitawazidishia kitu madhalim illa kuangamia, haitawazidishia kitu madhalim illa hasara tupu. Hakuna jingine, ni hasara tu. Na kama hakuhasirika duniani, basi ataiona hasara hiyo kubwa sana imkabili ya mkiyama.
wastawla ala nufusihim aljasha, watu hawa mbali ya kujaa nafsi zao tamaa, wastawla ala nufusihim, na ikatawala juu ya nafsi zao aljasha, uroho, wanakuwa ni wenye roho ya kupata tu. Na aghlabu yake akiwa mtu anadhulumu hivyo, huwa hataki mwenziwe aonje chochote kile cha neema. Akifika katika daraja ya kupunja kwenye mezani na vibaba, ina maana roho yake mbaya mno binadamu, hataki binadamu mwingine apate neema yoyote ile. Na kwa hivyo hatomalizia dhulma pale kwenye biashara, ataingia mpaka kutia fitna, ataingia mpaka kuua, baadhi ya wakati anaua kabisa, ataingia mpaka kudhulumu kwenye kila hali ya dhulma. Na hata ibada yake, kama atakuwa anafanya ibada, atadhulumu ndani ya ibada. Mathalan hakuwajali binadamu mwenziwe, basi hata ibada yake mwenyewe atadhulumu. Hakijui kinachosaliwa, hakijulikani, wala kufungwa, mambo yanakwenda ovyo ovyo. Kwa hivyo mtu huyu aliyekuwa na vipimo viwili, kikubwa na kidogo, na wengine mfano wake yeye ambao nafsi zao zimejaa tamaa na uroho, humul maqsuduna, hawa ndio lokusudiwa bihadha alwa'idi shadidi, kwenye makamio haya yenye nguvu sana. Wa humul ladhina, na hawa ndio ambao tawa'adahumul nabiyyu, amewaahidi mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallama, watahaddadahum, na akawatisha biqauli, pale mtume aliposema. Mtume katamka maneno, anasema natoa challenge katika dunia, ikiwa utume wangu ni wa kweli au sio kweli, mtayaona katika mambo hayo. Tokea nipo hai na mpaka nikiondoka duniani, waliopo wataona kwamba mtume amezungumza hayo kama kwamba anaangalia nyuma ya pazia, anaona mambo gani yaliyoko mbele. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume amesema khamsun bihamsin, mambo matano kilipo chake ni matano vile vile, sawaan bisawadi, hakuna kuzidiana, ni sawa kwa sawa. Yakifanywa maovu matano, kilipo chake hicho kingojewi ya kiyama, kinalipo na Mwenyezi Mungu duniani hapa, kama ilivyokuja kwenye Qur'ani, zahara alfasadu fil barri wal bahri, utaona yametokeza kwa kuzidi maharibiko ya maisha ya watu, kuanzia nchi kavu na mpaka baharini. Hayo yote hayatokezei kwa bahati mbaya, ila bima kasabat aydin nasi, kwa sababu ya maovu yaliyochuma mikono ya watu. Na Mwenyezi Mungu anapoleta matatizo hayo, liyudhiqahum ba'd alladhi amilu, ili kuwaonjesha baadhi tu ya mabaya waliyofanya, wala'allahum yarji'un, ili wao wapate kurejea kwenye taa ya Mwenyezi Mungu. Mtume anasema khamsun bi khamsin, matano kwa matano. Ma naqasa qaumun al-ahda, hawawi watu wenye kupunguza. Naqada, ma naqada, sio naqasa. Ma naqada qaumun al-ahda, hawatengui watu ahadi, kuanzia iliyoko baina ya wao na Mola wao, na hata zile ambazo wanapeana baina ya wao kwa wao. Illa sallallahu alaihim aduwahum, isipokuwa Mwenyezi Mungu huwasalitishia adui yao, akawaelemea, akawadhulumu, akawanyonya, akawafanyia kila aina balaa. Madhali wametengua ahadi za Mwenyezi Mungu, na wakatengua ahadi walizopeana wenyewe kwa wenyewe. Pengine mtu anapotaka jambo lake anakula mayamini na anafanya makampeni, mimi kwa hakika mkinipa nafasi kadhaa nitakuwa mwakilishi wenu mzuri sana na hivi na hivi. Ni ahadi ametoa, matokeo yake watu wanakuja kupata mambo akhasi. Yakitokezea hayo duniani, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana challenge ya kwamba Mwenyezi Mungu atawasalitishia maadui zao, wao wanawatesa. Sallallahu alaihi maduwahum, hii ni ahadi ya mwanzo katika matano yale. La pili, wama hakamu bighairi ma anzala Allah, na watu hawatokuwa ni wenye kuhukumia sheria bila ya zile ambazo Mwenyezi Mungu ameteremsha, illa fasha fihimul faqru, isipokuwa utawaenea wao umasikini. Watakuwa mambo yao hayendi, watatafuta watu mpaka mishahara ya kulipana basi pia ikosekane vile. Watatafuta hata watu matibabu ya kumtibu mfanyaji kazi vile vile yakosekane.
Kisa nini? Ni ma hakamu bighairi ma anzala Allah, hawawi wenye kuhukumia sheria ambazo sizo zile ambazo ameziteremsha Mwenyezi Mungu. Illa fasha fihimul faqru, isipokuwa watawaenea wao fakiri. Wama dhaharat fihimul fahisha, na la tatu hautodhihiri waziwazi uovu wa zinaa na mambo yote yanayohusiana na mambo machafu, liwati, zinaa, mambo yote yanayohusiana na mambo ya sex. Wama dhaharat fihimul fahisha, na wala hayatokeza waziwazi machafu, illa fasha fihimul mautu, isipokuwa yatawaenea wao kwa wingi sana mauti, kama dunia inavyoonekana, vifo vya ghafla. Na wanaokatika ni vijana wabichi. Utashangaa namna mkatiko wenyewe unapokuwa, ghafla yenyewe namna ilivyo, na namna gani mtu amekaa pahala akateseka kwenye maradhi. Unashangaa kwamba nywele zake zinanyonyoka, nywele zake zinabadilika, anaanza kutoka madonda kuanzia mdomoni mpaka mgongoni mpaka kila pahala, ananyambuliwa kidogo. Hii imewekwa na Mtume Mwenyezi Mungu. Wama dhaharat fihimul fahisha, na wala hayatotokeza wazi kwa wao machafu, illa fasha fihimul mautu, isipokuwa yatawaenea wao mauti ya ghafla. Na jingine la 4, wala tafiful kaila, ambalo hili ndio limetuhusu sisi sasa katika maudhui yetu hii ya sura al-Mutaffifina. Wala tafiful kaila, na wala hawatofikia hali ya kupunja vipimo wanapouziana. Ahadi ya Mtume imewekwa, illa muni'un nabata, isipokuwa watazuiliwa mimea. Na katika aya nyingine, wa ukidhu bisinina, ikaendelea riwaya nyingine, wataonjwa kwa mitihani ya miaka, mwaka huu balaa hili, mwaka huu balaa hili, au baada ya miezi mitatu tu mwaka usifike ile balaa hili, hawajakaa sawa kidogo balaa hili. Hii yote inasababishwa na watu ambao tafiful kaila, wamepunja kwenye vipimo. Matokeo yake yatakayoonekana muni'un nabata, ni kwamba watazuiliwa mimea. Wala mana'u zakata, na wala watu watafikia kuzuia zaka wasitoe, illa hubisa anhumul mataru, isipokuwa patazuiliwa kwa wao mvua. Wataitafuta, watafika kuiomba, na wakiiomba ikija wataomba bora isingelikuja, kwa sababu wamemkosea Mwenyezi Mungu. Wamevunja intidhamu ya kuwepo duniani watu. Duniani Mwenyezi Mungu kawataka viumbe wake wakati intidhamu, mpango makini kabisa, kawawekea taratibu nzuri sana za kufuata Uislamu. Hawatopata tabu yoyote wakifuata taratibu hizo, kama ilivyokuja katika aya nyingi za Qur'ani. Baadhi yake, imma yantiannakum minni hudan, basi utakayemfikia kwangu mimi uongofu, faman tabi'a hudaya, mwenye kufuata uongofu wangu, taratibu zangu zile ambazo nimewapa watu wapate, fala khawfun alaihim wala hum yahzanun, hapatakuwa na hofu juu yao na wala hatahuzunika. Lakini waman a'rada an dhikri rabbih, na mwenye kupuuza kawaida za sheria, taratibu, mawaidha ya Mola wake, yasluku adhaban saada, Mwenyezi Mungu atampandisha, atamsukuma yeye kwenye adhabu saada, zenye kuongezeka kila wakati. Hii ni ahadi ya Mtume Mwenyezi Mungu kuhusu mambo matano kwa matano. Haya hayangojei akhira, yatapigwa duniani. Wa qad bayyana subhanahu ala almutaffifina, na kwa hakika amebainisha Mwenyezi Mungu juu ya wapunjao, amebainisha alladhi istahaqu alayhi hadha alwa'id biqawli, ovu hili limestahiki makamio haya pale aliposema alladhina idha iktalu, wapunjao ambao sasa Mwenyezi Mungu anawabainisha sasa uovu unaofanya. Alladhina idha iktalu, wale ambao wanapopima, ala nasi, kutaka kupimiwa juu ya watu, kenda mtu kununua, yastawfuna, wanataka watekelezewe malipo yao kamili. Lakini wa idha kaluhum, wanapopima wao kama ndo wanauza wao, au wazanuhum yukhsiruna, mezani zao wanazipunguza. Ai, maana aya mbili hizi, idha kana lahum inda an-nasi haqqun, itakapokuwa kwa wao, kwa watu wengine wana haki, wao wananunua, fi shay'in min al-mikyalati, katika chochote kile miongoni mwa mambo ya kupimiwa, lam yakbalu, hawakubali, wanakuwa wagomvi, wakaidi, hawakubali an ya'khudhuhu, kuchukua wanatununua, illa wafian, isipokuwa kiwa sawa sawa, kimetimia kabisa, kamilan, kwa ukamilifu. Lakini
wa idha kana li ahadin indahum, itapokuwa kwa mtu mwingine mbele yao shay'un, kuna kitu, wao ndio wenye kuuza sasa, wa aradu an yauduhu lahu, na wakataka kumtekelezea yeye, basi a'tau naqisan, wanampa kitu hicho hali ya kuwa ni pungufu, ghaira wafin, hakikutimia, bila kumtekelezea sawa sawa. Waktasara an-nidham, na hapa nidhamu utaona imefupishwa ala al-iktiyali, juu ya kutaja vipimo, hina al-istifai, wakati wa kutaka mtu atekelezewe sawa sawa, ikafanywa ufupisho kutaja mikiali tu basi peke yake. Lakini wa dhakara al-kaila wal-mizana, wakati wa kuuza sasa ikataja kwa pamoja vyote viwili, al-kaila wal-mizana, fihi hina al-ikhsari, wakati wa kupunguza, wakati wa kupunja. Ama wakati wa kununua yeye imetajwa moja tu peke yake, lakini wakati wa kuuza imetajwa vyote viwili pamoja. Wa idha kaluhum, ya kwanza hicho kaluhum, alafu au wazanuhum, mizani zao, yukhsiruna. Ama wakati wa kununua, alladhina idha kalu ala an-nasi, al-kaila peke yake, yastawfuna, wanataka watekelezewe sawa sawa. Lakini wakati wa kuuza, wa idha kaluhum, cha kwanza hicho, au wazanuhum, mizani zao, cha pili hicho. Hii kwenye Qur'ani kwa hakika haitokezei bahati nasibu, ni mambo yanayotaka kuendewa chini kwa chini, ya tizamu, ya peleleza, chunguzi. Kwa nini wakati wa kununua ikatajwa kipimo kimoja tu? Kwa nini wakati wa kuuza akatajiwa mtu dhulma yake anaifanya kwa kutajiwa vipimo vyote viwili, al-kaila wal-mizan? Lianna tatfifa, kwa sababu jambo la kupunja fil kail, katika kipimo, yakunu bi shay'in qalilin, inakuwa ni kwa kitu kidogo tu, la yu'ba'u, hakizingatiwi, bihi, kitu hicho, fil aghlabu yake, duna at-tatfifi fil wazni, kinyume na upunjaji unaokuja kwenye mezani. Fa inna adna hilatin, kwa sababu njama au mbinu iliyo karibu fihi, kwenye mezani, mbinu atakayotumia mtu kidogo tu kwenye mezani, imma kwa kuisukuma au kuifunga jiwe au kufanya mbinu nyingine yote ile, kwa hakika yufdhi ila shay'in kathirin, inaweza kumimina kitu kingi sana kwenye mezani. Ama katika kail, kitu kidogo tu, labda kibaba kile atafuta ushungi ule atatoa, lakini kwenye weight, kwenye mezani, kwa hakika ni kitu kingi mno kinapotea. Akidhulumu mtu kwenye mezani, amedhulumu kweli kweli sana. Akidhulumu mtu kwenye uzito, na kadhulumu sana. Ama kwenye kipimo kama kibaba vile, ni kitu kidogo tu ambacho pengine hata huoni wala ufisi kitu. Wali anna ma yuzanu, na vile vile kwa sababu chenye kupimwa, aktharu qimatan, inakuwa na qima kingi zaidi, fi kathirin min al-ahwali mimma yukalu, kutokana na hali nyingi sana kuliko kile ambacho kinapimwa kwa vipimo vingine. Fa idha akhbarat al-aya, basi aya wakati inapotoa habari, bi annahum la yabquna ala an-nasi, kwamba wao hawabakishi juu ya watu, ma huwa qalilun, si kidogo, mahinun, kuanzia kidogo kilichodharaulika kwenye kibaba, min huquqihim, katika haki zao, basi hapo tena ulima, fafahamike waziwazi, annahum la yabquna alaihim, hawatowabakishia wanaowauzia, walkathiru, na kingi vile vile, alladhi la yatasamahu, kingi hichi ambacho hakina msamaha kabisa fihi, ndani yake, illa nadiran, isipokuwa itokezee tu, bitariqi al-awla, katika njia inayoonekana kwamba ni bora zaidi. Hii ndiyo hikma ya kutajwa kwenye Qur'ani aya kwamba alladhina idha ktalu ala an-nasi yastawfun, lakini wa idha kaluhum au wazanuhum yukhsiruna. Hapa pana hikma maalum. Hapa ni tofauti kubwa sana ya kudhulumu baina kibaba na mezani. Mezani ina mambo makubwa zaidi. Wa kama yakunu at-tatfifu fil kayli wal mizani yakunu fi ashiya'i ukhra, na kama inapatikana upunjaji kwenye kipimo na mezani, yakunu fi ashiya'i ukhra, inakuwa katika mambo mengine vile vile, sio kwenye mezani tu. Kwa mfano, famani staajara amilan, mtu amemwajiri mfanyakazi. Kwa mfano,
ikiwa kumweka dukani au ofisini au nyumbani kwake kamwajiri fanya kazi, wa waqafa amamahu yuratibuhu, na mwenyewe mwenye kuajiri amemsimamia mbele yake mfanyakazi yule, anamchunguza kazi ataifanya vipi. Ikiwa ni ya upigaji matuta, anataka jembe linalopimiwa mpini lile iwe sawa sawa na tuta lenyewe limeinuka kiasi gani, hakubali kabisa kuondolewa njiani kwa vijituta ambayo likija wingu la mvua moja analala chini yote, hakubali, atagomana naye. Na kwa hivyo ataamua kumsimamia pale pale kuhakikisha kwamba kazi yake imefanya vizuri. Wa yutalibuhu, na atamtaka mfanyakazi huyu bitajwidi amali, kuifanya vizuri sana kazi yake, na mara kwa mara anamrejesha, rudi tena, anza tena, tama mambo haya, ushaharibu hapa, sitaki namna kama hivi mimi. Na ile maskini ya Mungu atarasa pale, anaogopa atafukuzwa kazi, anaogopa atapata mshahara, basi anarejea tena, anaanza upya. Sasa mambo thumma idha kana huwa amilan, sasa huyu mwenye kuajiri na yeye vile vile huko kwingine ameajiriwa, sasa hivi yeye ndio zamu yake fanya kazi. Thumma idha kana huwa amilan ajiran, ndiye aliajiriwa, lam yuratib, hachungi kabisa rabbahu, kumchunga mola wake, yule bwana wake aliyomwajiri kabisa, hachungi kwamba hapa bwana wangu atapata hasara, hapa bosi wangu wataangamia, hapa tajiri wangu hapa itabidi mambo yaharibike. Hachungi kabisa hiyo, pote ya habari, mali si yake, si hiyo gari si yake, si hiyo mashimoni, haribu basi sana. Sasa ambacho kazi ya kwa kwingine, gharama si zake yeye. Kwa hivyo hapa sasa anabadilika. Kule alipomwajiri mtu yeye ametaka mambo yote ndio sawa sawa. Hii ni katika aina nyingine ya upunjaji. Tusitakaweka akili zetu kwenye mezani na vibaba tu peke yake, ikawa hizi tuhuma ambazo zinakwenda kwa wafanyabiashara tu, ni kuuza tu, hapana, na kwa wengine zinakwenda vile vile. Basi imekuwa sasa lam yuratib rabbahu, hachungi haki ya bwana wake fil amali, kwenye kazi ile, walam yakum bihi, na wala haisimamii kuitekeleza amali hiyo ala alwajhi alladhi yanbaghi, juu ya ile sura ambayo yatakikana an yakuma bihi, kuisimamia yeye, haifanyi kama ipasavyo. Hasa matokeo yake sasa atajisinzilia juu ya meza na watu wanamngojea, kuna issue voucher pale chungu nzima rundo hivi, atie sign to azifanyi sasa, wala hajali kwamba watu pale wamemweka pale wanampa kila mwezi wengine 300,000 anapata kila mwezi, mbali ya mikato mingine mbalimbali. Atakaa pale ajisinzilie kucha usiku, kenda kakesha katika mambo yake. Sasa hapa kaja ana usingizi chofi, anasinzia na hasemezeki, mkali sana na hamaki, na baada muda kidogo tu atatoka nje katika kazi zake za nje, pengine pale alipowekwa ni penye manufaa ya umma mzima, watarajia pale patatoka jambo lenye natija na watu. Matokeo yake ni kwamba hachungi sasa. Ama yeye alipomwajiri mtu hakubali. Hii namna nyingine ya upunjaji vile vile. Hawa wote wamekusanywa wailun, kwenye adhabu kali, maangamizo makali, lilmutaffifina alladhina idha iktalu ala nnasi, hii iktalu ala nnasi na kwenda kote atakwenda kumwajiri mtu vile vile, yastawfun wa idha kaluhum au wazanuhum yakhsirun, lakini wanapopima wao mezani zao sasa wanazipunguza. Yakunu, huyu naye vile vile aliajiri kwa kutaka mfanyakazi wake amtekelezee kamili, lakini yeye alipoajiriwa hafanyi atakiwavyo kufanya. Yakunu waqi'an, anakuwa na yeye vile vile ameanguka, ametumbukia tahta qailati hadha alwa'id, chini ya nguvu zenye makamio haya, chini ya nguvu za makamio haya ameingia kwenye wailun vile vile. Mustawjiban, amewajibika kupata al-alim al-adhab, adhabu ya kutia uchungu, atapata nayo. Hivi ndio Uislamu ulivyo. Akikadhani mtu kwamba Uislamu wake utakuwa umekomea misikitini kisha swali kisha kuwa uso basi mambo kisha ngoja kipindi kingine, hapana. Hiyo swala kwa hakika haiendi kwa Mwenyezi Mungu mpaka katika mambo ya muamalati yawe mazuri sana. Atapoajiriwa mtu pahala cheti juu kwamba mimi hapa sasa niko katika wajibu wa ibada yangu,
Mola wangu yurakibuni, ananichunguza mimi nafanya nini hapa sasa. Ule muda vile vile mapatano, kama mtu kapatana na mwajiri wake ya kwamba kuingia kazini saa kadha na kutoka saa kadha, basi muda wote ule ikibidi pale kaja mtu nje ya kazi aliyoajiriwa, amezungumza naye kamtoa nje kidogo, muda ule kwa hakika mbele ya Mwenyezi Mungu utaulizwa, lazima ulipe. Lazima ahakikishe kwamba tena awe kama atakuwa na stopwatch yake, basi pale pale abidi kwamba sasa imekuja simu na ninazungumza mambo ya nyumbani kwangu. Haya mko kwa kazi ya watu, kwa muda gani mtakuwa nazungumza mambo ya kwangu? Anaweka stopwatch yake, yakimalizika anajua nimetumia robo saa nzima nje ya kazi ya watu nilolipwa, nimetumia saa nzima nje ya kazi ya watu nilolipwa. Saa ile kwa hakika anakuwa na uadilifu yeye mwenyewe kwamba mimi sasa naazimia kuilipa ile, nitafanya kazi ya ziada. Ama kama si hivyo, thumma la tusaluna yawma idhin 'anil na'im, kisha mtakuja kuulizwa siku hiyo kutokana na neema zote mlizopewa, hata muda kuajiriwa na vile vile. Hakadha, hivi ndivyo ilivyo dini ya Kiislamu, namna maadilifu yake yalivyo. Laiti kama itatangazwa vyema kabisa, ipokelewe, halafu waislamu waonekane wanaipractice, hatobakia mtu katika batili, hatobakia mtu kwa dini nyingine. Wataonekana watu hawa ndio watu wa kuendesha dunia kwa hakika. Asijaonekana muislamu committed, hataki kudhulumu hata katika nafasi aliyoajiriwa, kwa hakika watu watajua kama hapa ndio penye mambo hapa. Lakini wakija kionekana wao ndio wazembe zaidi, wanadhulumu haki za watu, kazini kwa watu walioajiriwa wana matatizo, badili ya yeye kuchunga haki za watu amekuwa mwizi mle mle, ama kwa hakika watakuja kutukanisha Uislamu, waonekane watu problem sana Waislamu. Tena pengine ije ivumishwe duniani usije kumwajiri katika kazi yako Muislamu. Bwana Muislamu hatari sana, mtu problem. Yeye alipoajiriwa akawa amedharau mambo ya watu, anaingia katika tamko la Mwenyezi Mungu la makamio, wailun lilmutaffifina, na yeye pia hukumu yake amepunja. Ndio ikiwa yeye hakukubali kwamba anataka kazi zake afanye vizuri, vipi amekubali, vipi ameweza yeye mali ya watu, kazi ya watu kufanya dharau? Ndivyo alipopatana na tajiri wake hivyo kwamba ende pale akasinzie kutwa, halafu mwisho wa mwezi apokee donge la fedha? Abadan, hatakubali Mwenyezi Mungu vile vile. Ndio kwamba wewe unataka mambo yako yote kutekelezee, hewa ya oxygen kaitangaza Mwenyezi Mungu unahitajia, usiku unaotaka, mchana unaotaka, riziki unataka, na kila kitu Mwenyezi Mungu amefanya kamili. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, na kama mtataka kuzifanyia idadi neema za Mwenyezi Mungu hamwezi kuzidhibiti. Halafu uje uonekane katika ibada ya Mwenyezi Mungu. Sasa wajibu wako wewe sasa kumfanyia Mwenyezi Mungu. Sasa uje uonekane kwenye sala zako hamna wakati, na katika kwa kama hizo tokea asubuhi unaanza kulipa asubuhi, ya dhuhuri, la asiri na magharibi yake naisha kabisa kabisa. Mama alikuwa na mambo yako na nafasi, Mwenyezi Mungu atakubali vile vile. Umeingia vile vile hapa kwenye kupunja, umepunja. Kwa Mwenyezi Mungu ataka kufanyia kamili, lakini wewe unadhulumu haki ya Mwenyezi Mungu, na inakuwa ni dhulumu mwenyewe. Ibada mdharau na katakata na ondoa njiani na ripua nafanya ndivyo sivyo, Mwenyezi Mungu pia atakubali vile vile. Kama wewe inavyokutia uchungu kumwajiri mtu na ukamwambia hukupeka vizuri, rudi tena nguvu lote hili, sikulipi mimi, na wewe vile vile Mwenyezi Mungu ataikataa ibada ambayo utafanya kwa kuondoa njiani. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, inna Allah yuhibbu idha amila ahadukum amalahu an yutqinahu, Mwenyezi Mungu anapenda kwa mmoja wenu anapofanya amali yake, ikiwa ni ibada au kazi ya kidunia, an yutqinahu, aitunze mwisho wa juhudi yake. Mpenda sana Mwenyezi Mungu kama huyo kuliko kufanya mambo ya ovyo. Kwa hivyo na huyu naye vile vile anaingia tena mustaujiban al-alim al-adhab, amewajibika kupata adhabu ya kutia uchungu, mahma yakun amaluhu, kwa vyovyote itakavyokuwa kazi yake hiyo, yoyote itakavyokuwa ile. Asijakadhani kwamba kuna baadhi ya nyadhifa haingiliwi mtu ataulizwa kitu. Basi wazifa kama huu nao vile vile mas'ul kwa kila kitu. Watu wakupe nyumba ya bure, watu wakupe motokari ya bure, watu wakuwekee na maelance mbalimbali, pengine na matibabu yanakwenda bure,
halafu matokeo yake ni kwamba umma haupati huduma yako. Ukifika ofisini unakwenda miayo, unasinzia, mara umechoka. Abadan, yuko muumbaji, yuko mfalme wa mbingu na ardhi na watch. Wa kana Allahu ala kulli shay'in raqiba, Mwenyezi Mungu hujua kila kitu anakiangalia, anakitunza. Na mtu akikubadili tu yote atayaona yale. Kumbe na hili vile vile sikutanabahi mimi, nikidhani kwamba mimi nimejiepusha na zinaa ikawa basi, nimejiepusha na kulewa ikawa basi, kumbe kuna mambo mengine amekuwa nayo. Kwa hivyo mahma yakuna amaluhu, kwa vyovyote itakavyokuwa amali yake, kubwa vipi au ndogo vipi, asijakadhani kwamba katika wadhifa ule hakutokuwa na kuulizo kitu, yeye atafanya takabu tu basi. Jalla imekuwa ni kubwa sana kazi hiyo, au hasira au ni nyonge, asijakaona hata yeye daily pay na vile vile sisi makabwera bwana hatuna kitu bwana, hatuna kitu chochote. Wakaanza kudharau, wakaanza kutokujali hata hiyo ya chini vile vile. Umekubali vipi? Mmekatiliana na mwenyewe atataka kuhakikisha kama umefanya kazi kwa kile unataka yeye. Kabla hujaanza kufanya, patana kwanza, sema kabisa kama mimi mgonjwa, sema kabisa ninakaa mbali, sema kabisa kila kitu na kabisa. Mwenyewe hatakubali kwa hakika, itakuwa ni dhulumu. Wa idha kana hadha al-indhar, sasa itakapokuwa maonyo haya lilmutaffifina, ni kwa wale wapunjao, arradhina bilqalili, wameridhia kidogo tu, minasuhuti, katika haramu ndogo tu. Itapokuwa maonyo haya yamekuja kwa mtu ambaye karidhia kibaba kukifuta kidogo tu hivi, haramu ndogo kachukua hivi, famadha nuka, nini dhana yako mja? Narejea kidogo hapa. Wa idha kana hadha al-indhar, itakapokuwa maonyo haya yaliyokuja kwenye aya ya mwanzo ya sura Mutaffifina, wailun lilmutaffifin, upunja kwenyewe zimetajwa vitu pale, alladhina idha ktalu, mambo ya kibaba. Halafu imekwenda kwenye mambo mengine, wa idha kaluhu au wazanu yusiruna, ni vitu vidogo, pengine haramu yake ndogo ndogo imepatikana hapa, wala aliyenunua hata haisi kitu mwenyewe maskini. Sasa indhari kama hiyo imekuja kwa vitu kama hivyo, fama dhannuka biulaika alladhina, nini dhana yako kwa wale watu ambao yaakuluna amwala nasi bila kailin wala wasni, wanakula mali za watu bila ya kipimo, hamna mezani yoyote, hivi hivi tu mambo yanakwenda hivi hivi tu basi, anakadiria kwa akili tu basi kwamba hii inafika kibaba, hii inafika kilo 5 sasa hivi, chukua. Hakuna hakika yoyote ile, na wanakula mali za watu bila kailin wala wazni. Nini dhana yako kwa mtu kama huyo au watu kama hao? Bal yaslubunahum ma biaidihim, bali wao wanawapokonya yale yaliyomo katika mkono wao na wanyang'anya. Hamna kipimo hapo, hamna kimezani, bali kuna kunyang'anya kabisa mkononi. Wayaghlibunahum, na wanawazidi vile vile kuwazidi kwa dhulumu, ala thimari a'malihim, juu ya matunda ya kazi zao. Wayaghlibunahum, na wanawadhulumu vile vile juu ya matunda ya kazi zao. Kwenye kazi kuna matunda maalum mtu apate, lazima apate mshahara wake mtu kwa date walioagana, apate haki zote za kuajiriwa, na endapo kufika wakati muda wake umalizika, basi apate kinua mgongo chake kama sheria inavyosema, akizama kwa kila kitu. Sasa mambo haya ikiwa mtu ghafla ameambiwa hakuna kitu bila ya kosa lolote, kwa hakika nini dhana yako na dhamia wewe? Ikiwa mezani wailun, ikiwa kibaba wailun, je, mtu mwenye watoto na wajukuu nyumbani kwake umekwenda kumfanyia dhulma kama hiyo mbele ya Mwenyezi Mungu, mambo yakoje? Na mtume kaahidi, wala yutaffifu almikyala, wala watu hawa wewe kukunja. Hii mikyala imekwenda mbali, usijikadhani kwenye kibaba na mezani peke yake, na hata unapomdhulumu mtu kinwa mgongo vile vile shampunja. Kwa hakika Mwenyezi Mungu huja akazuia mvua bwana isipatikane, annabata, mvua, yote hayo yakazuiliwa, na watu wanahangaika kosa sijui liko wapi, kumbe wameingia katika balaa kubwa la kudhulumu. Kwa hivyo yaghlibunahum ala thimari a'malihim fayahrimunahum at-tamattu'a biha, wanawazuilia matumizi yao kwenye kazi zile, mshahara wao, posho zao, i'timadan ala quwwati al-malik au quwwati al-mulk, kwa kutegemea nguzo ya ufalme, nguzo ya power, nguzo ya kwamba yeye ana uwezo. Kwa hivyo atakwenda wapi? Akashtaki basi, na mnyonge wa Mungu pakwenda hana maskini. I'timadan ala quwwati al-mulk
au nufudhi sultan, au kutumia nguvu za ufalme, au biistimali alhili almukhtalifa, au kutumia hila mbalimbali za mbinu za kiakili, mbinu za kitaalamu, mbinu za usomaji. Anaambiwa hii kwa mujibu wa sheria hii na kanuni hii, hapa wewe umemaliza kila kitu, na kwa hivyo jisadaka za maskini Mungu akasema kitu anajua nini. Amedhulumiwa kwa kalamu, wino kidogo tu basi cha ametoa saini basi ndio zako. Watu shamega sehemu kubwa sana wanapata kuchukua. Maskini Mungu kamenyeka yule kafanya kazi 30 years 50 years na kaondoka pale nasi, na pengine alikuwa ni mtu muhimu sana kwao, hawakumjali. Hii yote inaingia katika takfifu vile vile, kupunja vile vile. Kwa hivyo la jarama, hapana shaka yoyote, anna haulai la yuhsabuna, hawahisabiwi watu hawa, hawatarajiwi illa fi idadi aljahidina, isipokuwa wamo ndani ya orodha ya idadi ya watu wenye kupinga, almunkirina, wenye kukataa, liyaumidini, kwamba hakuna siku ya malipo. Kwa vitendo wanakataa. Haidhuru kaingia msikitini na watu wote kafanya, haidhuru Ramadhani ikifika anafunga nao, haidhuru anafanya mambo mengine mbalimbali ya kuhiji na hivi na hivi, lakini kwa matendo kama haya hajakubali bado, kama iko siku atasimamishwa bila Mwenyezi Mungu au vizwe. Wa inzamu, hata kama wamejigamba bi alsinatihim, kwa ndimi zao kwamba wao ni waislamu, annahum minal mu'minina, kwamba wao ni katika waumini, almukhtabina, tena wanyenyekevu sana. Ruya, imesimliwa annahu mata ahadu salihina, alikufa mmoja katika watu wema kabisa, matendo yake yameonekana kwamba ni mtu mwema, kuswali 5 salawati, kufunga na mambo mbalimbali mengine yote, kuhiji, kutoa zaka, ni mtu mwema. Kafa mtu mwema, faraahu sahibuhu fil manami, akaja akaonana naye sahibu yake aliye hai usingizini, aliye hai kaona usingizini kwa rafiki yake. Maana al-arwahu junudun mujannada, hizi roho hizi kwa hakika ni junudun mujannada, ni vitu vya kiajabu ajabu, ni vitu ambavyo huwezi kuvijua hakika yake. Mwenyezi Mungu mwenyewe pekee yake ndiye mwenye kujua roho. Ma taarafa minha italaf, zenye kutambuana huungana popote, japo usingizini, japo mtu kafa zaungana pamoja na zungumza. Wa ma tanasara minha ikhtalaf, na zile ambazo zinakataana basi zinakataana kweli kweli, zinakuwa ziko mbali kweli kweli. Hapa duniani matendo yao hayalingani kabisa, zinakataana, lakini zile ambazo zinajuana huungana mpaka baada ya mauti. Akifa sahibu yako unamuona waziwazi usingizini na mnazungumza, basi kalala usingizini, kamuona rafiki yake usingizini baada ya masiku machache kupita. Wakala lahu, akamwambia kaifa haluka ma'a Allahi au inda Allahi, nini hali yako mbele ya Mwenyezi Mungu huko? Ar-rajulu salihu anajibu kumjibu rafiki yake, yeye yuko huko mbele ya barzakh, anaambia wacha maskhara rafiki yangu, laqitu Allaha wa huwa alayya ghadban, nimekutana naye Mola wangu huku akiwa ameghadhibika na mimi, juu yangu kahamaki. Ala, qala lahu walima, unaniambiaje? Wacha maskhara wanisutania kwa kweli kweli bwana, kwa nini aghadhibike na wewe? Wa kuntu wa sallaita wa hajjajta wa sumta wa zakaita, wewe umeswali na kutambua, umehiji, umefunga, umetoa zaka, wa fa'alta kadha wa kadha wa kadha, vipi leo Mwenyezi Mungu aghadhibike na wewe? Rajulun salih, alikuwa ni mtu mfanya biashara, anamwambia kwamba sa'alani rabbi azza wa jalla, kaniuliza Mola wangu, lima lam tamsah kaffat al-mizan qabla an tazina al-ashya. Swala moja tu nimekuamisha, hilo moja tu, nimekutana na Mwenyezi Mungu ghadhaban kahamaki. Kosa nini? Kwa nini usipanguse kisahani cha mezani vizuri kwanza kabla hujaanza kupima vitu kwa pimia watu? Kwa nini usitoe vumbi lilobakia? Umepima vitu vingi, kwa nini usipanguse ikawa safi kabisa clean, halafu ndo kwanza kupima nyingine? Kosa langu lilikuwa ni hilo tu. Kwa hivyo nimemkuta Mwenyezi Mungu ghadhaban, hapa nilikwama, sijienda kupumzika bado katika rawza tumindiyati janna, hapa ninangojea rehema Mwenyezi Mungu sasa. Hakadha, hivi ni mambo yalivyo. Kwa hivyo watu wajitahidi katika maisha yao kuchunga haki zao na za Mola wao.
au atakwenda kukutana naye Mwenyezi Mungu mja akiwa Mwenyezi Mungu amekadhirika naye. Asijakadhani mtu kwamba ibada wajibu ni katika mambo ya funga, swala na hivi na hivi. La, haya mambo kwa hakika yamekuwa katika uwanja mpana. Mwenyezi Mungu atuambia udkhulu fi silmi kafa, ingieni katika Uislamu kwenye maamrisho yake yote, wala tattabi'u khutuwati shaitani, tena wala msifuate nyayo shetani katika jambo lolote lile. Innahu lakum aduwwun mubin, hakika yeye kwenu nyinyi ni adui aliyewazi kabisa. Wallahu a'lam. Inshallah tutakapokuja tena katika darasa ifuatayo tutaingia katika ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthuna katika tafsiri al-idahi. Bado tungaliko sehemu ya mwanzo sura hii, aya ya mwanzo mpaka ya 6, bado tunaendelea nayo. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفاسير وارزقنا اتباعه. اللهم زينا بزينة القرآن وارزقنا تلاوته آناء الليل وطراف النهار على النحو الذي يرضيك، واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وكن لنا ولا تكن علينا، وارفعنا ولا تضعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. فنسألك اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. اللهم ما قضيت لنا من الأمور فاجعل عاقبتها رشدا، فاجعل عاقبتها رشدا، فاجعل عاقبتها رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين.